Katika ulimwengu wa habari, kila sekunde ni biashara, lakini kwa wanahabari wa vyombo vya habari vya Kiislamu, habari sio kazi pekee, bali pia ni sehemu ya ibada. Wanapozungumza hawatoi habari tu, wanatimiza wajibu wa dini. Lakini je, nini kinatokea wakati misingi ya imani inapokutana na dhoruba ya kiuchumi? Kila mwaka ifikapo Mei 3, dunia huadhimisha siku ya uhuru kwa vyombo vya habari. Nchini Tanzania, sekta ya habari wa vyombo vya habari vya Kiislamu vimekuwa vikiongezeka siku hadi siku, hususan online medias. Lakini wakati ukuaji huo ukiongezeka, kuna changamoto mbalimbali za kiuchumi na teknolojia zinazowakumba. Vyombo vya habari vya Kiislamu vinasimama katikati ya msalaba wa kutumikia jamii na kulinda itikadi zao. Makala haya yanaangazia koo zinazokauka kwa kiu ya vitendea kazi, huku zikikataa kunywa maji ya haramu. Kwanza tunaangazia hali ipoje kwa sasa. Tukizungumzia upande wa vyombo vya Kiislamu, hususan katika upande nyanja za kiuchumi pamoja na vitendea kazi, kuna mambo mengi sana, lakini kwa upande huu jambo kubwa zaidi ni media ambazo zipo katika muonekano wa kutokuwa na uzalishaji mkubwa sana wa rasilimali, hususan katika upande wa rasilimali fedha. Kwa miaka hii ya hivi karibuni naona tunajitahidi kwa kweli, so kama miaka ya nyuma vyombo vya dini vya Kiislamu vilikuwa vichache na watu walikuwa pia hawaviangalii pia vyombo vyenyewe. Tunapitia changamoto kwa sababu ni vyombo vya habari ambavyo tumeshasema ni vya Kiislamu. Kwa lazima tufuate taratibu za dini, lakini pili tutengeneze content ambazo hazitoki nje ya maadili yetu ya Kiislamu. Lakini cha tatu, lazima tutengeneze zile content ambazo kila Muislamu anaweza akaziona na akazipenda, akazitamani. Lakini pia tutengeneze maudhui ambayo kwa namna moja au nyingine mtoto, kutokana na dini sasa, mtoto, mtu mzima hawezi kuyaona. Yani tutengeneze sisi content ambazo mimi naweza nikakaa na baba, nikakaa na dada yangu, nikakaa na mtu yote na mjomba nikaangalia naye. Tunaweza kuthubutu kusema iko taabani, kwa sababu kimsingi kwa asilimia zaidi ya 90 vinaendeshwa kwa ufadhili, kwa misaada, na kiuhalisia vyombo hivi vinatakiwa vijiendeshe, kwa sababu hatuwezi tukakataa ukweli wa kwamba anayependa kuombwa ni Allah. Mwanadamu kwa namna yoyote utakavyomuomba, kuna muda tu nafsi yake itakuwa nzito, au hata shetani anaweza akamchezea. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na kuchezewa na shetani. Katika soko la habari hivi sasa kuna fedha za aina mbalimbali. Kuna fedha zinazojenga chombo na kuna fedha zinazobomoa misingi. Wakati vyombo vingi vikiishi kwa kutegemea mabilioni kutoka kwenye viwanda vya pombe, sigara na michezo ya kamari, vyombo vya habari vya Kiislamu vimechagua njia ya miba. Kwao kila tangazo linapimwa kwenye mizani ya halali na haramu. Kiukweli changamoto ya eneo la matangazo ni changamoto kubwa sana kwa vyombo vya habari hasa hivi vya Kiislamu. Kwa mfano, na sio kama hatuna bidhaa au hatuna matajiri ambao wana fedha wa Kiislamu. Tuna matajiri wakubwa sana, tuna matajiri wengi sana wa Kiislamu ambao kwa namna moja au nyingine walitakiwa wachukue hii fursa kuja kutangaza na sisi katika vyombo vyetu vya Kiislamu. Lakini mchakato uliokuwepo, sisi hatuwezi kutangaza na bidhaa ambayo haiendani na taratibu za dini. Tena kwenye hilo swala la matangazo mpaka nilifanyia research. Nakumbuka nilikuwa kwenye sehemu fulani nikafanya discrimination of advert in Islamic media. Yaani kwenye matangazo katika Islamic media. Hilo bado ni tatizo. Mpaka sasa hivi tuna wadhamini wachache. Hata tukiangalia kwenye media zetu ni wachache. Sababu kitu gani? Kama ninavyowaambia, watazamaji wa sasa hivi wanataka vitu vya haraka. Hata katika misikiti, katika taasisi mbalimbali za Kiislamu, watu wana mentality kwamba misaada inatoka, misaada inakuja. Wapo watu wenye pesa wanajitolea kwa ajili ya hivi vitu vya Kiislamu, lakini ukweli ni kwamba hata kama watu wapo, hatuwezi kujihakikishia kwamba watakuwa siku zote. Lakini giza hili halitadumu milele. Ikiwa mwanga wa ushirikiano utawashwa, suluhisho haliko mbali, lipo mikononi mwa wale ambao vyombo hivi vinawatumikia kila uchao. Watu angalie katika jicho la tatu,
kwa sababu licha ya kwamba tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwatoa watu kutoka katika giza na kuwapeleka kwenye nuru, lakini bado kuna watu nyuma yetu wanatuangalia. Kwa upande mwingine, jamii pia inapaswa ielewe namna ya kuviunga mkono hivi vyombo vya Kiislamu. Unajua zama ambazo Uislamu wa babangu mimi, wa babake babangu mimi na Uislamu wangu mimi huu sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Hilo la kwanza watu wanatakiwa wajue. Kufanya biashara, cha kwanza kabisa, wenzetu upande wa pili wanasapotiana. Na ukitaka ulifahamu hilo, angalia tu idadi ya vyombo vya habari vya Kiislamu na idadi ya vyombo vya habari vya dini nyingine ambazo sio Uislamu. Katika kutafuta mzizi wa tatizo, wanahabari wa Kiislamu hawajasita kutazama upande wa pili wa shilingi. Wananyoshea kidole mfumo wa wenzao wa vyombo vya habari visivyo vya Kiislamu ambavyo vinaonekana kupiga hatua kubwa kwa sababu ya umoja wa kimkakati. Kwa nguvu sana, yani wanasapotiana kwa nguvu sana, ambacho hichi kitu sisi sasa, ndio maana nikasema Uislamu wa babangu mimi, babu yake babu yake nani, ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi ni Uislamu wa technology, yani teknolojia ndio inatupeleka. Sasa ukiangalia wenzetu ambao sio Waislamu wanaweza kujiendesha, wamekuwa wengi wanaweza kujiendesha na wengi wako kwenye mainstream, ni kwa sababu waumini ambao wanahudumiwa na vyombo vile wamesimama kidete kuweza kuvishika vyombo vyao vinavyohudumia kwenye upande wa imani. Sasa sisi tuna Waislamu wana visima vya mafuta, sisi tuna Waislamu wanauza juisi, sisi tuna Waislamu wanatengeneza mafuta, tuna Waislamu wanatengeneza kanga, tuna Waislamu wanatengeneza vitu chungu zima ambavyo vinaendana na taratibu za dini yetu. Sisi wangekuja kutangaza. Katika karne ya 21 habari ni kasi na ubora wa picha, lakini ukiingia ndani ya chumba cha habari cha chombo cha Kiislamu unakutana na mashujaa wanaopigana vita ya kisasa huku wakilia kuhusiana na vitendea kazi. Hali bado ni ile ile, kwa sababu wengi wetu katika kuviendesha hivi vyombo hatuna rasilimali kubwa sana ambazo zinaweza zikatufanya tukawa tuna uwezo wa kununua vifaa vikubwa sana. Tukipata hivyo vifaa tutakuwa ni tumefanya competition kubwa sana na vyombo vingine. Ikiwa mwanahabari wa kawaida anapambana na sheria za nchi pekee, mwanahabari wa chombo cha Kiislamu anapambana na mitihani miwili ya ziada. Kwanza, kuhakikisha chombo chake kinajiendesha kwa faida bila kuvuka misingi yoyote ya dini ya Uislamu, lakini pia kuhakikisha kuwa anafanya kazi ambayo inaendana na teknolojia inayozidi kukua kila sekunde huku rasilimali zikiwa haba. Lakini teknolojia haisubiri imani, inataka uwekezaji wa hali ya juu na wataalam wenye bongo za kisasa. Kingamuzi chochote kile unachotumia, ukishika remote yako ukabonyeza, kuna utitiri wa chaneli za televisheni. Kwa hiyo ili mtu aamue kuchagua chaneli yako kutazama, maana yake wewe umemkinaisha vya kutosha. Ili kumconvince mfanyabiashara aone hii quality ambayo nataka nikaike pale product yangu ndio hii ambayo hawa Kishki TV wanayo au Maasimu wanayo. Kwa lazima sisi pia kama vyombo vya habari vya Kiislamu tujitahidi kuwa na hiyo technology. Lakini cha pili ni elimu sasa. Licha ya dhoruba hii ya ukata na changamoto za kiufundi, bado kuna mlango wa kutokea. Suluhisho halitoki mbinguni, bali lipo ndani ya mioyo ya kwao wenyewe. Waandishi hawa ambao wamegeuza kalamu zao kuwa ibada, wameona mwanga mwishoni mwa handaki. Kwa mfano, sisi tunawarekodi mashehe. Kwa ni ngumu sana mtu akiona maudhui mzuri ya shekhe akanifuata mimi moja kwa moja kutaka kunisupport. Bila shaka ataenda moja kwa moja kwa yule shekhe ambaye ameona mawaidha yake yakiwa katika ile media. Watu wanatakiwa wawekeze. Ukiwekeza kwenye product yako, mtu kuinunua ni rahisi sana. Lakini product ikiwa ina uwekezaji, mzee, tunaweza tukajikuta wote tunapiga mark time tu kila siku. Lakini cha pili, lazima kuwa kuna utaratibu wa elimu ya vyombo vya habari vyote vya Kiislamu. Tuweke majukwaa haya na sisi katika vyombo vyetu. Vijana wa Kiislamu waje wazungumze matatizo yao kama vijana wa Kiislamu, matatizo yao ya uchumi kama vijana wa Kiislamu. Sasa hivi miongoni mwa mambo ambayo yananyasa mataifa ulimwenguni pamoja na ukosefu wa ajira. Hapo nyuma kurasa za magazeti ya Kiislamu zilikuwa chemchemi ya fikra na mwongozo wa jamii, lakini leo hali ni tofauti. Ukitembea kwenye vizimba vya uza magazeti utakutana na ukimya wa kishindo.
ni gazeti la An-Nur pekee linalopeperusha bendera ya magazeti ya Kiislamu kwa hivi sasa, ikistahimili dhoruba ya gharama za karatasi na kupotea kwa wasomaji. Lakini je, chombo kimoja kinaweza kubeba mzigo kwa umma mzima? Inawezekanaje jamii kubwa kama hii inashindwa kuhuisha magazeti mengine na kuishia kutegemea sauti moja? Huu ni ushahidi mwingine wa jinsi soko la fikra ndani ya jamii ya Kiislamu linavyosinzia, huku kiu ya kupata habari mbadala ikizidi kukua kila uchao. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.